Bana, D-Voice anaenda kuwa msanii ambaye ana niseme lebo ya WCB inamuendorse D-Voice kuwa msanii wa singeli wa kipekee sana, msanii wa singeli wa kimataifa. Si yeye wa kwanza kutoka kwenda kupiga show nje ya Tanzania. Ila kwa show hii nafikiri ni wa kwanza. Kwa show hii kwenda Uingereza labda. Kwa show husika. Wasanii wa singeli wanatembea sana. Wapo wengi ambao wanafanya. Sasa nazungumzia, unajua kuna wengi wapo Ujerumani wanaenda Uingereza wanaenda kupiga show, si ndio? Lakini nazungumzia msanii wa singeli ambaye yupo kwenye mainstream, sawa? Lakini chini ya lebo kubwa. Yaani kitendo cha lebo kuamini kwanza kumsaini msanii wa singeli, lebo kubwa kama WCB. Sasa hivi ukizungumzia lebo namba 1 East Africa ni WCB, alina ubishi, right? Au nabisha. You want me to say right? No, ni kweli. Kwa sababu hamna lebo sasa hivi ambayo wasanii wa lebo nyingi wameshachomoka. Umeelewa? Okay. Kwa WCB iko pale. Kitendo cha WCB kuamini, lakini pia Diamond Platnumz kuminvolve huyu, kwani promoter kukubali D-Voice awe attached kwenye show ya Diamond, sio masiara, sio nyongeza maana utasema ameenda kama nyongeza, kwa nini siku zote hajatangazwa? Ile show sio ya Diamond Platnumz, yani sio muandaaji Diamond Platnumz. Ni show ambayo promoter labda walikuwa kwenye mazungumzo. Ni kwa promoter ametia hela, amehitaji wasanii, Diamond Platnumz ndo leading artist pale. So D-Voice 9 ni moja kati ya wasanii ambao wataenda kupiga show nchini Uingereza, akiwa sambamba na bosi wake Diamond Platnumz. Unajua nafasi hii ya D-Voice ambayo Diamond anampambania and all that itaisha pale tu ambapo msanii mpya atatangazwa. Diamond amekuwa na utaratibu huo. Akiona msanii mpya, hata mwenyewe siku ile alisema pale kwamba akaunti yake mwenyewe anaweza kaigeuza ikawa ya huyo msanii kutokana kwamba anataka amsupport. Ndo hiki anachokifanya kwa D-Voice. Kila anakoenda yupo naye. Sijui ameenda Nigeria yupo na D-Voice. Sijui ameenda sijui kwenye show wapi. Hiyo harusi ya Jux ya hapa juzi tu. Yupo naye. Yaani anambrand na kiukweli ukimwona D-Voice mwenyewe sasa hivi unaogopa mwenyewe kwamba jamaa ana brandiwa. Sasa hivi unaambiwa anaenda kwenye show London. Hii ni show yake ya kwanza? Nje ya nchi. Nje amefanya show nyingine? I don't think. Nafikiri hii ndo ya kwanza. Itakuwa ni ya kwanza. Ya kwanza nje ya nchi. So inakupa tafsiri ya kwamba Diamond alikuwa na ndoto ya kumiliki. Na mwindozi sehemu nyingi sana. Aliona jinsi alienda Nigeria kwenye harusi ya Jux na alikuwa anamzungusha. Ukitaka kuangalia Diamond juzi nilikuwa naangalia video fulani nikasema Diamond anamtreat D-Voice kama mtoto wake. Niliangalia juzi kwenye harusi ya Jux kwenye red carpet pale. Wajua D-Voice, Diamond alikuwa ametoka kupiga picha, akawa amesimama pembeni hivi. Sawa. D-Voice naye akamaliza kufanya interview na Alia, akasogea pembeni akasimama. Diamond akamwambia, "Sogea pale kapige picha bwana." Hata kwenye video hiyo. Hivyo. Kumbe unajua mimi nilikuwa sielewi kwa nini anamwambia sogea pale. Hata sauti. Mimi nilikuwa nimeshoot ile clip. Afu unajua Diamond hajaambiwa na mtu yeyote. Kafika pale kafanya interview, akasogea pale anaweka mapozi. Hata mpiga picha yake alikuwa taja muona kama kaenda kule. Kama mapozi karudi hapa. Kuona D-Voice inabidi aige vile. Sasa ndo Diamond akamwambia pale, akamwambia sogea hapo. Nimesikia kwa kinywa cha kwa masikio yangu. Ulisikia kwa kinywa. Nimesikia kwa masikio yangu. Na mimi hiyo video na trend mimi ndo nimeishoot. Ina logo yako. Alikuwa anamwambia kwanza sogea hapo pige picha. Hivyo zakaski. Sogea hapo pige picha. Yaani kama anamkalipia kwamba vipi babu. Ni Onesmo huko naye akamwambia kwamba sogea pale. Ndo okay. Ndio akasogea akapiga zake picha. Kwa hiyo nikaona jinsi gani ambavyo Diamond ukiachilia mbali kujifikiria mwenyewe pia anajaribu kupambania wasanii wake. Yaani kwamba akifika sehemu basi kuwa hivi, kuwa mnyamwezi basi. Fanya jua yani. Unajua wewe ulimsikia pale anakuambia raha yake yeye kwenye moyo wake ni kwamba watu wakitoka wakafanye vizuri huko jina lake liwe attached kwamba huyu Diamond ndio kinamsaidia sana. Yaani ukiachilia mbali Diamond kusaidia wasanii, naye pia inamsaidia sana. Diamond anakuwa relevant katika vizazi vyote. Sijui umeelewa? Yaani kwamba leo hii utazungumzia Lukamba utamtaja Diamond, utazungumzia Juma Lokole utamtaja. Yaani watu wengi kwenye industry ametengeneza watu wengi kiasi kwamba ukitaka kuwazungumzia hawa watu lazima utalitaja jina la Diamond Platnumz. Ni which ndio kitu kizuri na kinamsaidia kusustain zaidi. Natamani nimuone msanii mwingine wa kike WCB. Wa kike? Ukiwa kama katibu au msemaji wa lebo. Mimi sina usemaji wala ukatibu. Natamani yani. Natamani. Hiyo competition itakuwaje? Sasa mimi ndo natamani nione itakuwa sehemu moja.
yani unajua mimi na tunajua, lakini mnajijua. Yani itawezekana tu kutokana na nini? Si tayari Diamond yeye mpenzi wake ni Zuchu. Kwa hiyo inajulikana. Yule baba. Au muamini? Kumwamini yule baba jamani. Kwa nini au muamini? Wajua hata ukitaka kuondoka baadaye ndio picha fulani hivi kwa watu. Angalia juzi kwenye harusi ya Jux. Alipokuwa wajua mimi kuhusu masuala ya ndoa watu wakaanza kucheka. Walicheka kutokana na story behind. Kwa sababu si alisema ataoa Ramadhani kabla haijaisha. Maana yangu ni kwamba yani yeye mwenyewe anajua ninapokuja kwenye swala. Yeye mwenyewe kwanza mpaka kusema alichukua kama sekunde ngapi hivi. Kwa hiyo ninapokuja kwenye swala la mahusiano kwa Diamond Platnumz yeye mwenyewe anajua kabisa kama mimi hawaniamini. Yani kuna vitu vingi amevifanya ambavyo ni ngumu kumwamini Diamond tunapomwatachi na mwanamke yote mzuri. Na ndio maana Diamond Platnumz mwanamke yote atakayekuwa naye karibu lazima rumors za kuwa naye kwenye mahusiano zitatoka tu. Why? Saa nyingine unakuta nyinyi hizo rumors zenu ndo zinafanyaga na date na hao wanawake. Maana anaona nyinyi mnataka mnivunjie heshima nyinyi. Sasa ngoja tuvunje pamoja hiyo heshima. Sasa unaweza kukuta Simba mtu mpole kabisa. Sema nyinyi tu picha mloijenga na nini. By the way, kitu kingine ambacho nilichukia kwenye harusi ya Jux ni namna ambavyo Diamond aliperform ile kuna alipiga kama live fulani hivi. Afu watu wakawa wanasema ni madongo kwa Zuchu. Madongo gani? Sasa si ni wimbo tu. Sasa kiwimba kwa hisia sana. We na wewe. Kuna vitu ambavyo haviko sawa. Unaimba kwa hisia sana. Baba bure wewe. Ndio maana ulisikia kwa kinywa chako. Of course haya yote ambayo D-Voice anafanyiwa au anayafanya yanatengeneza nafasi ya D-Voice kuwa na tamasha kubwa sana la singeli nchini Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa Instagram pia D-Voice amejaribu kuambia watu kwamba jamani, nakuja na tamasha, nakuja na show moja kubwa sana ya singeli. Umeelewa bana? We can't wait. Of course D-Voice amekuwa na wakati mzuri, anapambana kusema ukweli, anapambania kombe hivyo. Ongea kama Diamond. Anapambana maskini ya Mungu. Mtoto wa watu wa kimaskini anapambana maskini ya Mungu. Kidogo chake iko. Asaidie na wenzake. Mtoto wa kimaskini sisi maskini ya Mungu. So D-Voice pia ametangaza ujio wa tamasha la singeli ambalo litakuwa na wasanii wa singeli tu kwa sababu nice. Amefanya vitu vikubwa hivyo anategemea kupata nafasi ya kujumuika. Msanii gani ambaye unamuona atakuepo lazima? Unajua kitu ambacho nimekinote kwa wasanii wa singeli. Yaani wasanii wa singeli kama presenters wa online. Yani hawana bifu ya kwamba mimi sije kwa ile hamna. Yani leo hili la makabila utaona kwa nani? Yani utatupiana madongo leo kesho. Yani wote ni washikaji. Wewe wasanii wa singeli wote ni washikaji 80%. Unajua wahuni ni ngumu sana kugombana. Wanajua afu haso zao wote wanakuaga wamekutana studio. Ndio maana kwamba wahuni wote. Yaani kukuta wahuni wana bifu basi unajua wao wamefika katika level mbaya sana. Nikupe mfano juzi tu Mejakunta alilalamika kusema D-Voice baadaye haja kuposti ka support wimbo. You understand kwamba muuni roho safi. Wenyewe nakwambia my baby wanna forever if wanna go. If uko wapi? It is what it is. Sasa hivi naigiza. Mimi naitwa Ricky, nilikuwa na Sarah Finajeri and this is Ricky Media. Till next time, bye bye.